na mabwana, tunawashukuru tukijua mko wengi kutufata kwa siku ya leo, kwa weekend hii. Tunawashukuru tukijua mko wengi, na asante sana kwa wale wote ambao wanatuandikia kutoka Malawi, kutoka United States of America, kutoka Uingereza. Tuna mail na watu wengi wanatuita hata kwenye simu. Tunawashukuru sana. Tunatumaini kuwa mko wengi kwa kutufata kwa weekend hii, na tulipenda tuzungumuzie nukta moja katika hii kipindi ya Les Analyses de Simon Kazungu. Nukta ambayo tunapenda tuzungumuzie ni kuwasili kwake Bibi Bintu Keita kwa mji wa Goma tangu tarehe 12 mwezi wa 6. Mabibi na mabwana, mungejua ya kwamba mutajua ya kwamba nitaweza kuwapatia tarehe fulani fulani ambayo sherti mtu ambao unafuatilia conflict ama mzozo ambao iko ndani ya East ya Congo ungeliweza kujua. Tangu tarehe 12 mwezi wa 4 mwaka huyu wa 2025, Bwana Bertrand Bisimwa aliweza kusema ya kwamba anaona ya kwamba mazungumzo pale Doha sio dafu na haone kitu kia lazima, inabidi atoke. Lakini tukaona ya kwamba kesho yake tarehe 23 mwezi wa 4 kwa huu mwaka, communique moja ama kuna kitu ambacho kiliweza kusainiwa kati ya government ya Congo na warebel wa M23, wakaweza kupana communique pamoja, ni kusema walielewana tena kwa tarehe 23. Tarehe 24, 25 Washington DC kukakuwa pia mkutano mkubwa sana kati ya Rwanda na Congo na Marekani, wakikutanishwa na Marekani, na huko nako wakaweza kusahihi ile ambao waliita ndani ya Kifaransa Declaration de Principe ya Washington. Alafu mambo yalikuwa kama vile yako naenda shwari. Sisi wengine tukaanza kusema tutarudi Goma, tutaenda kukula vijumba, tukasema ya kwamba mambo tunaona yataendeka vizuri sana. Tarehe 25 mwezi wa 5 mambo yakaharibika. Mambo yataharibika namna gani? Kuna vitu viwili. Kitu cha kwanza ni ya kwamba Bwana Joseph Kabila amesikilika ya kwamba amefika mji Goma. Watu wote waliweza kusema mambo mengi sana, media zote zikisema, watu katika Goma warebelo waliweza kufurahishwa sana, na hapo tukasema ya kwamba inaonekana huyu ndio boss wa hii movement ya M23. Kwa hiyo tarehe 25 Bwana Bertrand Bisimwa akapana maoni yake na kusema haone tena lazima wao kuendelea kuzungumza na government ya Congo kwa ajili ya suluhisho fulani. Wao hawaone suluhisho fulani kutokea kwa mazungumzo yao na Congo. Wanaona ya kwamba wako na ile ambao wataendelesha, wako na mafikiri yao enye naomba wanatimilisha. Alafu tunajiuliza ya kwamba kwa nini siku tu Kabila anafika Goma ndio Bertrand Bisimwa ambao wao kama vile M23 waliweza kusaini na Congo amebadilisha tena lugha yake. Tarehe 13 mwezi wa 5 ya huu mwaka, Bwana Joseph Kabila, rais mstaafu wa Congo na mwenye tunaita senateur Avi, anafika sasa kuweza kuzungumuza na Nanga na M23 AFC yote. Na ukiona kicheko ambao hao watu walikuwa nayo ni kuonesha kwamba walikuwa kama vile wanapata sujaa ambao anakuja kuwasaidia kuweza kuendelea ndani ya vita, kuweza kuendelea ndani ya kuweza kukonkerir tena miji fulani fulani. Na hii tarehe 13 mwezi wa 5 katika Walikale vita ikaendelea, mji wa Ikobo ikakamatwa na mji wa Kisimba ikakamatwa pia katika mikono ya warebel. Ni kusema wanaendelea. Hii siku wanakutana na Joseph Kabila, hiyo siku wanaendelesha vita na kuchukua miji fulani fulani. Maneno ilikuwa imeharibika. Sisi ambao tulikuwa tuko na confiance ya kwamba process ambayo iko naenda Doha itaendeka vizuri, kutakuwa mkataba fulani ambao itaweza kuleta matunda, na hapa Marekani tulikuwa tunawaza ya kwamba kitu kitaendeka vizuri. Lakini tangu hii tarehe 25 inafika 13 mambo yakaharibika sana. Sasa kuna mama Bintu Keita amefika Goma tangu tarehe 12 na mambo yote yamegeuka sasa.
wale watu ambao walikuwa wanasema wanaweza kuendelea na vita hawaone kitu kia kuendelesha. Huyu mama Bintu Keita anaonekana alikuja na mission kubwa sana ya kuweza kuwakokota masikio hao warebo, ya kuweza kuambia ya kwamba mambo haiwezi kuendeka vile. Huyu mama Bintu Keita anakutanana tarehe 12 kwanza mwezi wa 6, watu wote katika Goma tulikuwa tukisubiri, tunasema je, atapita Rwanda? Je, atatokea wapi? Lakini watu wenyewe iko Goma waliweza kuona helikopta tena inaingia ndani ya mji wa Goma. Tangu mwezi wa kwanza ya huu mwaka 2025 ama 2025 ilikuwa hakuonekane ni ndege ndi helikopta ndani ya mji wa Goma, lakini huyu mama kakuja na helikopta ndani ya mji wa Goma na kushukia kwenye base ya MONUSCO. Tarehe 13 anakutanana na watu wa kinananga, watu wa M23 na AFC. Ukiona sura, nyuso za watu ambao siku tarehe 13 waliweza kukutanana na Kabila wakiwa na kicheko kikubwa sana, ukiona uso wa nanga, uso wa kina Bertrand Bisimwa, watu wanakuwa kama ni nyuso ya uoga, ni nyuso ambayo inaonekana ya kwamba wanakuwa ndani ya desespoir. Huyu mama anasema wakati wamekutanana na watu wa M23, anaweza kueleza ya kwamba alikuja kwanza kusikiliza. Kitu kia pili, huyu mama hii tarehe 13 ya huu mwezi anasema M23 inasema ya kwamba iko tayari kuweza kupata suluhisho ya kipolitiki kwa hii mgogoro ambayo iko kwa sasa ndani ya nchi ya Kongo. Alafu sasa sisi tunajiuliza mambo mbalimbali, tukiweza kuchambua mambo ya kipolitiki. Bwana Kabila alienda wapi? Kwa nini hakuingia ndani ya hii mkutano? Hatujui consultation zake, ambao alienda kuonana na watu wa makanisa, ameonana na watu wa chef coutumier, na hata walevi wale wa Goma aliwakonsulte pia. Hatujui consultation yake ilienda inaishia wapi. Lakini tunashtuka ya kwamba hatujui angali Goma, iko Nairobi, iko Washington, yuko wapi? Lakini huyu mama wakati amefika Goma, mambo imegeuka. Kama vile wakinwa wanasema ebaluki, watu wanaanza kushangazwa. Hapa Gisenyi tumepata habari ya kwamba ilikuwa kama vile ni kifo imeingia ndani ya mji. Na hapa Rwanda tumesikia ya kwamba rais wa Rwanda amepelekwa hata hospitalini. Hatujue ni kweli ama ni uongo, lakini ni kueleza tu kuonesha ya kwamba hawa watu ambao wanaambia watu ndani ya mji wa Goma hatutatokaka, ndani ya mji wa Bukavu hatutatokaka, tutaendelea, mtaona, ni kusema wanaponda kabisa population. Hii siku tangu tarehe 13 lugha zimebadilika, sasa ulimi umebadilika. Tarehe 14 hawa watu ambao wa Bertrand Bisimwa na wengine ambao walikuwa nasema ya kwamba hawaone kitu wanaweza kuendelesha, wanasema sasa tangu jana tarehe 14 wanasema tuko tayari kuenda sasa Doha, kuenda kuzungumza na Washington. Tena mambo yanaendelea kati ya Rwanda na nchi yetu ya Kongo. Hii ni kusema Madam Bintu Keita anaonekana alikuwa na ujumbe mkubwa sana kutoka ngazi za juu, na watu wasiweze kutudanganya. Inaonekana ilikuwa ujumbe hao watu ambao walikuwa na babaika kusema hatuone kitu tunaweza kuzungumza. Inaonekana ya kwamba wamewasurutisha sasa murudi muweze kupata suluhisho katika mgogoro huyu wa Kongo. Tunajua ya kwamba watu ambao wako na watu ambao wanakuwa na information watuambie Bwana Kabila ameenda wapi, consultation zake zimezaa matunda gani na atazifikisha wapi. Kitu kia pili, tumeona ya kwamba M23 wanarudia kwenye negotiation. Tunaendelea kuwaza ya kwamba Mungu wa Kongo ataendelea kubariki nchi yetu na vita itaweza kuisha, migogoro itaisha, damu ya watu haitamwangika tena, Rwanda irudi kwao na majeshi ya kwake, na Kongo tuweze kupata salama. Tunawashukuru sana kwa kuwa tunajua ya kwamba mko wengi kutufata kwa mchana wa leo. Tunawashukuru sana, muendelee kutufata kwenye Kuna Nini News, na mkipenda kutuita mnaweza kutuita kwenye simu kwa 0812748094. Ninasema tena 0812748094. Habari ni ya kwamba information kwa siku ya leo ni ya kwamba kwenye Assemblée Nationale ama
kwa baraza la mabunge hapa Kinshasa. Kuna Assemblée Nationale na Senate ambao watafunga leo session ambao wanaita session ya March, na wangali na vipengele na mambo mengi ambao wanaweza kuzungumzia, hasa bajeti ambayo imeweza kuguswa tena na kuweza kubadilishwa kwa hii session ya Mars ya mwaka huyu wa 2025. Tunasubiri kama leo wataweza kumaliza hizi nukta. Tunasema Mungu awabariki na asante sana. Tunajua mko wengi mtaendelea kutufuata. Msisahau kulike ama kupendelea kipindi chetu kia Analize ya Simon Kazungu. Asante sana na mchana mwema kwa wale ambao iko mchana hizi saa. Asante.